Hana baba, ndio, hana mama, ndio, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu. Kwa hiyo hicho ndicho kinachonizuia. Hana kila kitu. Kwa hiyo sifiki na mimi mwisho kumdefine. Ndio maana nasema nikifahamio kilichofahamu kikishinda hali ya kutokufahamu na kutokuwepo kitu, akawepo yeye. Ndio hiyo sifa sasa. Hana mwanzo wa siku wala huwezi kumwakaunti, kwa sababu sisi baadaye sana alikuja kutuwaza. Hakuna hata hesabu ya alikaa kwa muda gani tangu yeye amekuwa Mungu kuja kutufanya sisi. Si kama naeleweka? Kwa kutoka katika hali hiyo yeye akajijua. Na hapa ndo tunataka kusema. Alivyojijua. Anyway, tunafahamu. Ili siwezi hata kusema tunasoma sana, lakini tunafahamu kila mmoja hapa kwamba Mungu hana mwanzo wala hana mwisho. Na hizo hapo baadhi ya mistari tumesoma, hana mwanzo wa siku, hana baba, hana mama, hana hivyo. Tumeona. Kwa hiyo hana mwanzo, hana kila kitu. Hivyo. Kwa hiyo yeye kama kieleweo cha kwanza ambacho kinaweza kuelewa vyote na akafanya anavyotaka na uwezo na mamlaka yote, asiye na mwanzo na mwisho wa siku zake, huyo aliishi muda ambao hatujui kabla ya kufikiria uumbaji wake wowote. Kwa anapoenda kufanya uumbaji, kama ukijua kwamba sio katika hali hiyo ya kieleweo, hicho tunachozungumza cha yeye kujielewa, kwamba alijielewa tu akakuta kuna mpango pia wa kumuumba mwanadamu, wewe na mimi na vitu vingine. Sina hiyo. Kwa sababu kwenye Mwanzo 2:18 alisema mwenyewe, si vema mtu awe peke yake. Kwa ni jambo ambalo alikuja kaliona baadaye. Sasa ikiwa ni hivyo, Mungu lazima kwanza ajitegemee mwenyewe kwa uwepo wake ambao anajijua in out kabla hajaanza kufanya chochote. Haleluya. Tunapotaka kujifunza Pasaka, lazima tuanzie nje ndio tuje tuingie ndani kuelewa. La sivyo tunacheza tu hapo katikati alafu tunamaliza. Tunacheza tu hapo. Lazima tutoke nje. Na ili tutoke nje, lazima tuende kwa huyu ili tumuelewe, na tukimuelewa huyu, kutokea hapo tutajielewa sisi. Na tutaelewa sababu ya yote kuwepo yaliyopo. Sasa kutokea huko Mungu anapojijua, maandiko yananiambia sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Anasema hapo mwanzo. Halo? Hapo mwanzo. Wanaposema mwanzo, hazungumzii mwanzo wa yeye, mwanzo wa uumbaji wa anavyoenda kuviumba. Haanzii hapo mwanzo kwenye kitabu chako cha Biblia. Ni mwanzo wa uumbaji. Sasa huu mwanzo wa uumbaji ndio tunaona wazo lake la kwanza kuumba linaanza, lakini haanzii hapo. Alikuwepo na tumeona hana mwanzo wa siku na kila kitu. Sasa tunapozungumza hivyo, tunaongelea kitu cha hivi. Maandiko yanasema, anaposema hapo mwanzo, cha kwanza kabisa alichoumba ni muda. Hebu kila mtu aseme muda. Muda. Sema muda. Hapo mwanzo ni mwanzo wa muda. Sasa mwanzo wa muda nimekuwekea kwa mfano, ni hapa kwenye hili duara. Ndo mwanzo wa muda.
hapo mwanzo alitaja muda kwamba naanzia hapa kufanya nachotaka kufanya, naanzia hapa. Kwa hiyo cha kwanza kilichoumba muda. Amen. Sasa ndani ya muda ni Mungu, nje ya muda ni Mungu. Hapa panaitwa mbingu za milele. Panaitwa mbingu za milele, na hizo mbingu za milele Mungu bado yuko nje, yuko nje. Sijui niseme nini, uzima. Kwa sababu hata Mungu ni cheo ambacho kinakuwepo tena tu baada ya neno, yaani baada ya Mungu kusema ndio cheo kinatokea. Ndio maana hapo mwanzo alikuwepo neno, sio Mungu, na huyo neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu, na kwa huyo neno vyote vilifanyika. Pasipo yeye hakufanyika chochote. Ina maana hata cheo kinachoitwa Mungu hakipo ikiwa neno hayupo. Kwa hiyo hata Mungu bado tumeweka kwenye mbingu za milele, na hizi mbingu za milele zinatajwa kwenye Zaburi ya 68 mstari wa 33. Hapa kwenye mbingu za milele Mungu yuko, uzima huu tunaoongelea huko nje hapa. Sasa turudi huu hapa ni muda. Nje ya muda kuna mbingu za milele, halafu Mungu hakai ndani ya mbingu za milele, kwa sababu mbingu za milele ziko ndani yake. Kwa hiyo yeye yuko nje. Okay. Sasa ndani ya huu muda akaweka nini? Cha kwanza, ukisoma wataalamu wanasema kuna kitu kinachoitwa nini? Alankea ndio inaanza, au galaxy. Alankea kwa hapa kuna kitu kicho kinachoitwa Alankea. Sawa? Haya. Hii Alankea ni mabilioni ya solar system, ni mabilioni ya galaxies ndio zinatengeneza hichi kitu. Ndani ya hichi kuna kitu kinachoitwa galaxy. Amen. Ndani ya galaxy ndio kuna kitu kinachoitwa solar systems. Ndani ya hii solar system, na zenyewe ziko mamilioni, ndio tunakutana na kitu kinachoitwa sayari. Na ndani ya hizo sayari kwenye hizo solar system kuna solar system ya kwetu. Sasa hapa naichora ya kwetu, solar system ya kwetu, solar system ya kwetu, au tungoja niandike dunia. Ila hii dunia ni sayari moja tunayotolea mfano kati ya, tunakumbuka kwenye solar system yetu. Nitolee mfano hiyo. Kwenye solar system yetu tumeambia kuna sayari ngapi jamani? Si mnafahamu wote hapa? Sayari ziko ngapi? Ziko 8. Haya. Sayari ya karibu kabisa na dunia inaitwa Mars. Sasa nimejaribu kufanya utafiti kidogo kuhusiana na umbali wake. Kuna gari fulani ambalo linatembea kwa spidi sana huko angani, lilirushwa na watu wa Marekani, wanasayansi, miaka ya 70 huko. Inaitwa Voyager ya kwanza. Kuna ya pili, sijui kama na zingine, lakini kuna Voyager ya kwanza. Hilo gari linaenda kwa spidi
kilomita 17 kwa sekunde, limejengwa kwa dhahabu. Kilomita 17 kwa sekunde. Tunazungumzia hapa watu wenyewe mnaojua hapa mjini Mwanza. Pale kwenye roundabout ile ya pale hapo kwenye senta yetu hapo mjini Mwanza. Pale. Tunaenda wapi kule kwenye kona ile ya kwenda Kigogofeni panaitwaje? Usagara. Ndio kilomita 17. Si ndio hivyo ndugu zangu? Hicho kifaa kinatembea yani kutoka pale mpaka Usagara kwa sekunde, na sekunde unajua ni mbinyo wa jicho ule tu. Nafikiri kinaenda kwa haraka kiasi gani? Wanasema kinaweza kuizunguka dunia yote kwa dakika 45, kinazunguka dunia nzima. Sasa hicho kifaa hicho wanasema kutoka kwenye sayari yetu, no, kutoka kwenye dunia, sivyo? Kutoka kwenye dunia nini? Sayari. Ni sayari. Kwa hiyo kutoka kwenye sayari yetu, hii nikisema ni sawa? Yes. Kutoka kwenye hii sayari yetu ya dunia kwenda kwenye hiyo sayari ya pili ya karibu na sisi, ambayo iko ndani ya huo mfumo wa jua mmoja. Hicho kifaa kimetumia miezi 6 usiku na mchana ili kikafike hapo. Nataka kukuelezea ili ujue huko tunaongelea kulivyo mbali. Kwa sababu nataka nikuonyeshe huyu Mungu nje. Nasema tunataka tumjifunze Mungu alivyo. Alafu tokea pale tutajijua sisi. Okay? Kwa hapa ninachokizungumza hapa, kama ukijua ninachochimba kutaka kujua hapa, nataka kukuelezea Mungu alivyo. Haya. Wanasema hivi wataalamu, spidi za message mnazifahamu. Ukitaka kumtumia mtu hapa ujumbe yuko Marekani, si unafanya imefika. Sasa wanasema ukiwa sayari ya Mars, ukituma message ili ifike hapa duniani inatumia dakika 20. Halo? Sasa wanasema hicho kifaa, hicho chombo kimetumia miaka 36 kutoka kwenye mfumo wetu wa jua, kutoka kwenye solar system, yani hii hapa solar yetu, ili kitoke. Kimetumia miaka 36 kwa spidi hiyo. Nani anaona ni baya? Sasa hiyo inaitwa solar system moja. Sasa wanataalamu wanasema hivi, hizi solar system ziko mabilioni. Sawa? Hizi solar system ziko mamilioni. Ziko yes. Wanasema ziko mabilioni. Ndio zinatengeneza kitu kinachoitwa galaxy. Na galaxy ziko mabilioni. Ndio zinatengeneza kitu kinachoitwa hii hapa Alkea. Sawa? Ukishafika hapa kwenye Alkea na zenyewe ziko mabilioni. Alkea ndo universe. Kwa hiyo sasa hapa kama tulivyo, itabidi dunia iwe hapa ndani. Dunia iwe hapa. Kwa hiyo hapa tufute. Na hapa tufute. Na hapa tufute. Na hapa tufute. Kwa hiyo hii hapa tuseme dunia ndio hii, sivyo? Hii hapa ndio dunia. Sawa? Alafu hii hapa ni sola. Alafu hii hapa hela yangu. Hii hapa ni galaxy, sivyo? Galaxy. Alafu hiyo inayofuata solar galaxy. Hii hapa Alkea, sivyo?
Alafu hii hapa ndo iwe nini? Universe. Okay? Alafu inayofuata muda, sivyo? Sawa. Hapa nafikiri ni sawa kwamba ni dunia, sola, galaxy, Ankea, universe, nje. Huku ni muda, hapa ni muda. Tukitoka nje ya muda ndio tunakuta hichi kitu, na hichi kiko ndani ya uzima. Sawa? Sasa angalia, tukitoka nje ya muda ina maana tumeingia mahali ambapo hakuhesabiki. Kwa hiyo usijaribu kuhesabu, hapa hesabiki. Na nje ya muda, unajua ndio panaitwa ulimwengu wa roho. Unafahamu hilo? Ndio unaitwa ulimwengu wa nini? Wa roho. Sasa hebu fikiria jambo moja. Kuna watu wanaamini katika uchawi. Uchawi tumeupa jina, tunasema ni ulimwengu wa roho. Yale ni madawa yanayotengeneza kiini macho ili macho yetu haya yasione, lakini ni hapa hapa duniani. Unanielewa? Ulimwengu wa roho tunazungumzia ni nje huku ya muda. Wachawi au mchawi au uchawi hajawahi kutoka, sio kwenye sola, hajawahi kutoka kwenye nje ya dunia mchawi yoyote akaenda kwenye sayari nyingine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naweza nikasema hivi, wanasayansi wamewazidi wachawi. Kwa taasisi mojawapo kubwa kabisa, ukiacha habari za sisi tunachozungumza kuhusu Kristo, taasisi ambayo inaonekana kubwa kabisa ya kiutu ni sayansi. Sayansi ndiyo yenyewe imevuka mpaka kwenye sola yetu, lakini uchawi bado haujatoka ndani ya dunia yetu. Unanisikia ninachosema? Kwa hiyo uchawi ni kataasisi kadogo sana, ila ndo kamefundishwa kwenye fikra za watu, wakaona ufahamu kubwa sana wa shetani na uchawi. Wana ufahamu kubwa sana watu na hicho. Kwa hiyo ufahamu kubwa wa watu kuhusu uchawi ndo kumekuza hiyo sekta ya uchawi ionekane kweli ni kubwa, lakini ndo ka sekta kadogo kabisa. Kuna ulimwengu wa soka, unafahamu? Kuna ulimwengu wa tamthilia, ulimwengu wa sinema, ulimwengu wa muziki, ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa taaluma ya matibabu, na hapo ndio weka ulimwengu wa uchawi. Lakini usiseme uchawi uko katika ulimwengu wa roho. Ina maana ulimwengu wa roho ni ndani ya Kristo. Uchawi hauwezi kawepo ndani ya Kristo. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, mmeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, ndani ya Kristo. Kwa ulimwengu wa roho ni ndani ya Kristo. Asikudanganye mtu yoyote akakwambia ulimwengu wa roho eti kuna shetani au kuna ulimwengu wa roho wa giza. Ni taasisi ya giza ya watu wanaofundisha elimu fulani ambayo wewe unaweza usiwaone kwa macho, na wanaweza wakafanya vitu fulani fulani hivi, na ili wakudhuru wewe lazima utambue uwepo wao na utendaji kazi wao na uhatari walionao. Akili yako itambue hicho, iamini hicho, ndio ipigwe.
ni kasekta kadogo sana, kadogo mno. Haya, nje ya muda ndo katika ulimwengu wa roho. Mchawi tunapozungumzia dunia hapa hajawahi kutoka nje. Sisi kama alishawahi kufika hata pale wanaposema anga la kimataifa, space. Halo, usiongelee kabisa kwenye sayari yoyote. Kama kweli wachawi wanaweza kutoka, sio wanatupa taarifa za Jupiter kukoje, eti watuletea habari za wapi kule Kungekuwa na hangaiko gani ya sayansi na hangaika watu waende mwezini wakati wachawi wanaweza kufika kule? Si naenda tukichawi, si naenda kufuza uchawi, alafu naenda zako kule kutumia hata chombo. Lakini kwa nini watu washindwe mpaka waanze kutengeneza mavyombo ili ya warushe waende wazima wazima, na wakati wanaweza kupana ungo tu akaenda kule? Kwa nini kutumia gharama zote hizo kama kuna uchawi? Kwa nini watu wasiruke tu wajikute sayari nyingine, wajikute kwenye galaxy, hata huko kwenye galaxy nyingine, alafu akuletee mtu hapa anakusimulia kwamba haya waga wachawi, alafu unakaa naye anaanza kukupa story za Union kule kwenye ile nini ile wanasema ile sayari ya baridi ile, anaanza kuelezea kule kwamba huyu ni mtoto wa mchawi, wanaendaga kule. Mamse, nyinyi wa siku nyingi kidogo, ushakutana na mtu hivi akasimulia habari hata za Jupiter? Kwa hiyo hakuna kitu cha namna hiyo. Sasa inawezekanaje huu uchawi tuwe tumeukuza uwe mkubwa kiasi hicho? Umefanya fikra za watu ziwe finyu kwenye kumjifunza Kristo, kwa sababu zimemjifunza shetani mkubwa kwenye fikra zao, kiasi kwamba udogo sana wa Kristo unamuonyesha tu bado hawezi baadhi ya vitu fulani. Yaani eti Kristo ndo kawa mdogo kabisa, ambaye angalia aliko huku ndo ndani ya Kristo, ambapo wewe ukiamini unaingia huku. Okay, sawa. Sasa hebu fikiria, nikupe hii hapa. Mungu anasema kabla ya kuumba chochote, kabla ya kuumba kwa misingi ya ulimwengu, anasema alinijua mimi na wewe. Halafu kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 4 anasema alituchagua kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Unanielewa? Misingi ya ulimwengu, naona ninachozungumza nikisema msingi wa ulimwengu, ina maana ni hii hapa universe, ulimwengu hapa, kabla ya kuwekwa huu msingi. Ina maana anazungumzia kabla ya muda, kwa sababu ndani ya muda ndo ulimwengu umewekwa. Kwa hiyo kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, anasema alinijua. Kwa hiyo mimi nilijulikana kwa huyu, kwa sababu anasema huyu ndiye chanzo cha uzima wangu. Yaani mimi napokea uzima kutoka kwa huyu. Kwa hiyo nje huku ndo aliniwaza. Huyu ndo ana kiwazio. Kile tumesema ana hicho kifahamio. Tumesema kilugha gani hiyo? Kieleweo. Yaani yeye ndo mwenye kieleweo. Kwa hiyo kwenye kieleweo akanielewa mimi akiwa huku. Kwa hiyo ili mimi nitokee, ndo akaamua kutengeneza hapa ni ndani yake mahali pake. Kwa hiyo ina maana tuchukulie kwamba Mungu ananitoa huku aliko kwenye wazo lake, ananiingiza hapa ndani yake. Kutoka kwenye wazo lake ananiingiza ndani yake mahali anapotaka kunitengenezea. Amenitoa kwake nje, ameniingiza ndani yake, amenitoa ndani yake, ameniingiza kwenye muda, amenitoa kwenye muda, ameniingiza kwenye universe, amenitoa kwenye universe, ameniingiza kwenye Alikea, kanitoa kwenye Alikea ndo kaniingiza kwenye galaxy. Kanitoa kwenye galaxy kaniingiza kwenye nini? Kwenye solar system. Alafu kanitoa kwenye solar system TV, akanitengeneza, kaniweka ndani ya dunia. Jamani, naona unakotokea wewe.
Wanaposema mimi si wa ulimwengu huu kama hawa wasivyokuwa wa ulimwengu huu. Unaona naongelea nini? Anasema wewe ni wa wapi? Mimi ni wa juu juu sana. At least hata hiyo tunatosha. Wewe ni wa juu. Hebu sema mimi ni wa juu. Sema mimi ni wa juu. Sasa wewe unapotaja mimi ni wa juu, wewe unawaza uko wapi huko? Umetolewa huku nje, ukaingizwa ndani ya umilele. Ukatoka ndani ya umilele, ukaingizwa ndani ya muda. Ukatoka ndani ya muda, ukaingizwa ndani ya universe. Ukatolewa ndani ya universe, ukaingizwa ndani ya Nkea. Ukatolewa ndani ya Nkea, ukaingizwa ndani ya galaxy. Ukatolewa ndani ya galaxy, ukaingizwa ndani ya solar system. Na kutoka ndani ya solar system, ukachukuliwa ukaingizwa ndani ya dunia. Sayari inayoitwa dunia, ukadumbukizwa hapa. Sasa angalia, Mungu ambaye yuko huko nje anapofanya huu uumbaji, kumbuka huu uumbaji uko ndani yake. Hawezi kaonana na chochote kilicho ndani ya uumbaji. Halafu anamuumba mtu, anamweka hapa. Huyu mtu ndo anataka kupitia huyu mtu Mungu awe anayeweza kuonana na viumbe vyote vilivyo ndani ya huu. Na huu kuna sayari nyingi, yaani kuna hukumu usioeleweka, huwezi kuuelezea, lakini mwanadamu anatakiwa awe anaroteti akionana na hivi vyote. Anatawala huu ulimwengu wote, umewekwa chini yako. Oh my God. Lakini ili ugundue wewe ni mtawala wa ulimwengu, lazima uanze kuwaza nje ya box. Kama unawaza ndani hapa, yaani unaona tu hapa, yaani tu unaona wa kwenu, yaani tu unaona kwenye mtaa wenu, unaona tu kwenye mkoa wenu, unaona tu kwenye kabila lenu, unaona tu kwenye nchi yenu Tanzania hapa, unaona tu Afrika. Kuna watu wanataka tu Mungu ayo Afrika tu. Kuna watu wewe ukijiona tu ni wa duniani hapa, yaani wewe bado kabisa, mpaka utoke nje mawazo yako. Ndio maana anasema tunafanya upya mawazo yetu tupate ufahamu sawa sawa na yeye tu. Ina maana tuanze kuanza kutokea huko kama chanzo cha uumbaji. Kwa hiyo ukishaanza kujiona chanzo cha vilivyopo, wewe hauwezi tena kuwa mtafutaji wa ulivyovitengeneza. Mtu yote anayetafuta anachotafuta ametambua hana. Na kitendo cha kutambua tu hauna ndio kweli hauna. Hebu anza kutambua unacho. Ndio wewe umecreate kuwepo, kwa sababu wewe unaumba kwa kuwaza. Si wazapo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Wewe unawaza unacho ama hauna? Wewe unawaza mgonjwa au mzima? Haleluya. Sasa angalia jambo sasa. Tumesema tunataka kumuelewa nani? Huyu Mungu kama uzima. Sasa kuna hii picha. Okay, of course, ngoja tu nigeuze nisifute. Ili nikigeuza hivi iwe rahisi kukupa kuelewa. Ngoja nirudie huko. Ngoja nirudishe hapa ili uone. Huyo Mungu sasa ambao tumemwonyesha pale yuko nje ya kila kitu. Anyway, tumemwonyesha yuko nje ya kila kitu, ambaye tumemwonyesha yuko usivyo. Haya, tuchore mstari mmoja hapa katikati. Tayari tumeshamuona ni Mungu. Huyu ni uzima, tusema uzima, chanzo cha vyote. Sasa tumeona kule tumefika mwisho, nje ya muda, nje ya milele, ndio Mungu anapatikana, ambaye ndiye huyu. Sawa?
Na maneno yale niliyoanza nayo kusema hana huo mwanzo wala mwisho. Tunapozungumzia hana mwanzo wala mwisho tunaongelea wapi? Halo? Tunapozungumzia hana mwanzo wala mwisho tunazungumzia wapi? Umilele. Yes. Hana mwanzo wala mwisho. Kwa sababu milele huko ndani yake. Kwa hiyo tunatoka mpaka kwenye muda tunakuja kwenye umilele, bado hana mwanzo wala mwisho kwa sababu umilele huko ndani yake. Yeye yuko nje ya milele. Kwa hiyo umilele sio mahali ambapo anaanzia. Ni sehemu ndani yake. Kwa hiyo yuko nje. Kwa hiyo tunaposema hana mwanzo wala mwisho, ina maana unajua tutakapokuwa tumeingia mbinguni ndani ya Kristo. Hivi unajua tunaendelea kumjua Kristo milele. Halo? Ushaikuwaza hiyo? Tukishakuwa ndani ya mbingu, ndani ya Kristo, na mwenyewe ndani ya Kristo, tunaendelea kumjua milele. Yaani hatufikii ndani ya Kristo hapo tukasema sasa ndo hapa nimefika. Unaona hapa Mungu ndo anaishia ndo hapa. Kwa hiyo Mungu ndo ameishia hapa. Tukifika ndani ya Kristo. Hamna. Ndio maana bado hana mwanzo na mwisho humo. Tunaendelea kumjua milele. Lakini sasa hatufi na mambo mazuri yanaendelea. Unajua mwanadamu yuko hivi. Fikiria kitu chochote ambacho mpaka sasa hivi kitafuta na